Tuangalie vitisho ambavyo sasa hivi vinaikabili Kuba. Taifa la kikomunisti bado linapatikana katika ukanda wa Amerika Kusini, ukanda wa Caribbean. Marekani imeweka vikwazo si tu kwa Kuba, lakini pia inaweka vikwazo kwa mataifa yanayoshirikiana na Kuba kibiashara, hasa kwenye biashara ya mafuta. Tumeona Baba Mtakatifu amezungumza kwenye ibada jana akisema kwamba kuna hali ambayo sio nzuri inaendelea kati ya Marekani na Kuba. Kwa kumwelezea mtu ambaye anahitaji kufahamu kinachoendelea katika mataifa haya mawili, taifa kinara katika ulimwengu wa kibepari na taifa ambalo limejisimika katika misingi ya kikomunisti kwa miaka mingi, nini hasa kinaendelea kati ya mataifa haya mawili? Tukisema kuwa ukiwa mkomunisti ni dhambi, manake sina uhusiano na, yani hii ni kwetu, yani sisi tumechagua upande. Yani shida kubwa hasa ni nini? Ndio ninachotaka kuzungumza kuwa, kwani sisi tukiwa komunisti kuna shida gani ikiwa tumechagua sisi? Yani athari ya Marekani kuwa hawa komunisti. Unataka kumaanisha kinachoendelea sasa hivi ni kwa sababu tu Kuba ni mkomunisti? Ndio pekee kinachosumbua, kwa sababu huwezi kusema kuwa Marekani anataka nini. Lakini Kuba hajaanza leo kuwa mkomunisti. Ameanza miaka mingi na Marekani ameikazia zaidi ya miaka 70. Marekani anacheza na Cuba kwa ajili tu ya kutaka kuwatoa. Unaweza kusema kuwa okay, jiografia, mkakati walipo, kisiwa chao kilipo, na vile unaweza kusema kuwa labda atatublock kwenye vitu fulani fulani, lakini hili bado mimi linaendelea kunipa mashaka na maswali kwa ulimwengu wa pili wa mashariki, ambao kila siku huwa ninazungumza kuwa kuna wakati ukiwa upande wa Marekani unakuwa salama, lakini unapokuwa upande wa pili hauko salama, kwa sababu hawa upande wa pili hawawezi kukulinda kwa njia yoyote. China, Urusi hawezi kukulinda. Ni kwa sababu ni dhaifu mbele ya Marekani, ama shida ni nini hasa? Siwezi kusema ni dhaifu mbele ya Marekani, lakini kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu tunaona hata hivi karibuni Venezuela kilichomkuta, wenzake washirika wake hawakuweza kumsaidia. Ndio hicho ninachokizungumza kuwa ima tuchague kuwa upande mmoja, au hawa wa mashariki wanaotuaminisha kuwa lazima tuonyeshe msuli wa kupingana na Marekani na ulimwengu wa magharibi, watuhakikishie kuwa wanaweza kutulinda. Wewe unataka kutuambia uwezo huo hawana kwa sasa? Ndio jibu liko hivyo, kuwa kama wangekuwa na uwezo huo, Maduro alikuwa mshirika wao mzuri sana. Tukirudi nyuma kidogo, kati ya Kuba na Marekani, mgogoro unaonekana unakuwa mkubwa zaidi wakati huu wa utawala wa Rais Trump. Ni hili tu la kihistoria, ama kuna kitu kingine ambacho kimo? Marco Rubio kiasili ni Mcuba na hakubaliani na serikali iliyopo Havana. Kwa hiyo katika moja ya ahadi zake alishaahidi kuwa anahitaji mabadiliko. Ndio maana hata mazungumzo yalipokuwa yanajaribu kutaka kutokea mazungumzo, anasema hatuhitaji mazungumzo, tunahitaji kubadili utawala kamili. Manake maseneta wa Marekani walikaa na Marco Rubio akamwambia, mbona tumevuka mstari, kila nchi tunaifuata. Sasa Cuba kuna tishio gani ambalo sisi linakuja kutusukuma kwetu huku? Akasema pale lazima tufanye mabadiliko ya uongozi. Marco Rubio ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani na ana nafasi kubwa kwenye ule ushawishi. Kwa hiyo moja ya watu wanaotaka mabadiliko ndani ya nchi yake ya asili ni yeye Rubio ndani ya Cuba. Kwa nini? Hatuwezi kujua nini, lakini unaweza ukabaki vile vile tuko sera ya kibepari na sera ya kijamaa ni sera ambazo haziendani. Kuwa hawa tayari tuko nao, wamesha kuwa miaka mingi, yani hatutaki uwepo wa ulimwengu fulani karibu yetu. Tumeutoa Venezuela, tunautoa hapa. Sasa kitu kimoja ambacho bado kimenichosha zaidi, kuwa moja ya wasambazaji wa mafuta ya Cuba ni Urusi, ambaye pia ni msambazaji, na yeye baada ya tishio la Marekani kuwa nchi yoyote itakayopeleka mafuta Cuba tutaiwekea ushuru zaidi au tutaiwekea vikwazo, na yeye kakata usambazaji kwa sababu na Mexico alikuwa akipeleka. Sasa kama Urusi ndio baba wa ulimwengu wa pili wa mashariki pamoja na Uchina, anatishiwa kwa kumlinda mtoto wake na anashindwa kumlisha mtoto wake, wako salama kiasi gani ambao wanaokuwa upande wa mashariki? Usalama wao. Lakini Marekani, mara kadhaa napenda kukuambia kwa Marekani ukiwa upande wake, haijalishi unatenda haki, unaiba, vyovyote utavyokuwa, atakulinda. Sena sio kukulinda hivi, atakulinda kwa rasilimali zake, atakulinda kwenye majukwaa ya kimataifa, atakulinda kwa njia zote. China, Urusi, tuendelee kuamini kuwa ni kama wamekuwa binafsi pale anapotokea mshirika wao mmoja wao amepata matatizo, kila mtu anasimama kivyake kabisa. Hiki mimi huwa nakifananisha mfano mmoja. Sorry, nitatoka kwenye kidogo. Unaona, kati ya mgogoro wa Israeli na wa Palestina ulianzishwa na Waarabu, kwa sababu baada ya 1948 kugawiwa 44 kwa 50 ngapi, wa Palestina hawakuwa na nguvu ya kupigana. Yani kama wakati huo wangekubali wakasema it's okay, wacha ibaki itavyokuwa, sisi tunabaki na nchi yenu, chukua nchi yenu. Lakini Waarabu walimhakikishia Palestina kuwa no,
hii ni nchi yako yote, tutapigana na tutaichukua yote. Leo wako chini ya 22% na Waarabu wote wamekaa pembeni. Ndio hiki ambacho kinatokea upande wa pili, kuwa wanakuaminisha kuwa unatakiwa upingane na sera za magharibi. Sera za magharibi hazifai. Okay, sawa, unatunisha msuli wako, lakini huwezi, unajitutumua. Unapokuja kuwa wewe, wale magharibi, ule mwewe anapotaka kukupitia, wao hawakulindi kama alivyopitiwa Nicolas Maduro, hawakulindi kwa njia yoyote. Halafu unaweza kushangaa kuwa wakaanzisha uhusiano na ile serikali vizuri. Mfano tunao Syria. Kama mtu ambaye unafuatilia sana masuala ya kimataifa na mchambuzi mashuhuri hapa nchini, unataka kutuaminisha kwamba si salama kuchukua mkondo wa mashariki kwa sasa? Si mashariki tu. Hivi umeona sisi tulivyo? Sisi ni neutral. Ni salama kuchukua mkondo wa mashariki, kote si salama, kote si salama, au kusimama katikati? Kote si salama. Salama ni kuwa katikati. Yani kuwa, kwani lazima ufungamanishwe nao moja kwa moja? Sisi tunataka okay, wewe tutakupa, wewe unataka nini? Mimi nataka mniuzie hiki, tutafanya biashara na wewe. Unataka na wewe, tutafanya biashara na wewe. It's okay, nyinyi wote wa kwangu, mimi siwezi kuwatenga. Ndio maana sisi hatujulikani ni wa jamaa, hatujulikani ni wa bepari. Sisi tupo tunashirikiana na Marekani vizuri kabisa, na ubalozi mkubwa kabisa kwa Afrika Mashariki huko kwetu. Katiba na kiazimio sisi ni wa jamaa kaka. Okay, tutasema ni wa jamaa, lakini tunavyotembea kwenye zile njia zetu hazionyeshi kama sisi bado tuko vile, lakini sisi tuko huru kwenye hilo. Leo sisi tuna ubalozi mkubwa Afrika Mashariki wa Marekani, kuzidi nafikiri balozi zote zilizopo hapa. Lakini sisi tuna ushirikiano na Urusi, sisi tunashirikiana na China, tunafanya nao biashara wote. Ndio maana kipindi kile kilivyokuja lile swala la BRICS, mimi nilisema kuwa hatutaki kuwa na upande. Sisi tubaki kama tulivyo, kwa sababu tutachagua upande halafu tutakuja kushughulikiwa, hawatotusaidia kwa namna yoyote. Hakutakuwa na kutusaidia. Hakuna atatusaidia. Kwa hiyo hili ndio ambalo linaloendelea kwa Cuba. Sasa ninachokiona kwamba Cuba sasa hali inazidi kwamba ndio wasiwasi pia wapo hapo kwamba Marekani amekata mirija ya mafuta kufika Cuba. Na hata pia kuzitishia zile nchi ambazo zinafanya biashara ya mafuta na Cuba. Nafahamu kwamba Cuba haina mafuta, inapokea kutoka katika mataifa mbalimbali. Hasa mafuta ya Venezuela ndio ilikuwa zaidi ya 90% ya mafuta yake yalikuwa yanatoka Venezuela. Hali itakuwaje? Tayari mpaka sasa hali ni ngumu, kwa sababu tatizo la kukatika umeme limekuwa kubwa mpaka wanakaa saa 12 wakati mwingine hauna umeme. Sasa uendeshaji unajua nchi ilikuwa ni ya kijamaa, ile nchi yale mashamba, treni, majenereta na yamekuwa yakitegemea mafuta. Tayari nchi inakaa 12 hours wakati mwingine haina umeme. Tayari hii ni tishio. Marekani hesabu zao, na ukiangalia vyombo vya habari vya Marekani vinasema hesabu yao wanaipeleka mpaka mwisho wa mwaka huu 2026, serikali ya Cuba itakuwa rasmi imesalimu amri, yani imedondoka kabisa. Lakini pia wanasema kujaribu kuangalia baadhi ya vyombo vya habari, kwa mfano Financial Times limetoa analysis yake, linasema kwamba mafuta yaliyobaki Cuba kwa sasa hivi ni ya kutumia siku 15 mpaka 20. Maana si wiki tatu. Yes. Yani hayo ndio mafuta ambayo yaliyopo. Yakiisha hayo hawatokuwa na yani wana akiba ndogo sana. Lakini fahamu pia kuna mataifa kama Urusi ina mafuta, haiwezi kuiuzia Cuba. Marekani amesema atakayempelekea nitamwekea vikwazo na ushuru. Yani utaratibu unajua iko hivi. Urusi naye Urusi, kwa sababu tunafahamu kwamba marafiki wa Cuba ni Urusi, tunazungumzia Korea Kaskazini, tunazungumzia China. Ndio. Na wenyewe pia unadhani wataipa kisogo Cuba? Nadhani ship ya mwisho ya Urusi iliyokwenda Cuba ni mwezi uliopita. Ndio ya mwisho iliyokwenda. Mexico alikuwa akipeleka pipa kama 94 kwa siku, amekata kuanzia Januari baada ya vitisho hivyo kuwa usipeleke hapa. Kwa hiyo kama Urusi anaogopa vikwazo vya Marekani ambaye ndio baba, Cuba anasaidiwa na nani? Hawezi kwenda. Yani utaratibu uko hivi. Umeona kuwa kuna reserve ya wiki 3. Hiyo ni reserve ya moja kwa moja ambayo unaweza kusema. Lakini sheria haimzuii Marekani kuruhusu mafuta yaingie ili nchi isiweze kusimama kabisa, kwa sababu kuna mahospitali, kuna huduma, kuna shule, kuna nini ambazo zinatakiwa angalau. Sasa mafuta yatakuja kuja limited. Mlikuwa mnapokea pipa 100,000 kwa siku. Sasa mtapewa pipa 20,000. Yani muanze kukata moja kwa moja matumizi ya pembeni. Kwa hiyo mtakuwa mnapokea idadi ndogo ambayo kuendesha vitu muhimu. Hapo wanakupeleka moja, yani kinachopelekwa hivi sasa ni Cuba kwenda kuipeleka ile serikali iende ikagonge kwenye ukuta, yani ikagonge moja kwa moja na idondoke. Katika maeneo ambayo Marekani ameanzisha mikakati kama hii
tumeona imeishia serikali za nchi hizo kuanguka. Bila shaka. Unaiona wapi hatima ya Rais Miguel Diaz wa Cuba? Kwa hesabu za kwao magharibi ni mwisho wa 2026. Wanahakikisha kila kitu kimebadilika. Japo kwa ameshutumu hakuna kitu, jiografia inawakamata Cuba. Yaani huwa ninawaambia, unaiona Korea Kaskazini ilipo. Kwa nini anaweza kutunisha msuli na hajali vikwazo na hafanyi lolote? Jiografia inambeba kweli kweli, kwa sababu anapakana na China, anapakana na Urusi. Kuwa nitapata tu, yani wewe ukizuia huko mimi nitapata. Irani anaumia kwa sababu ya jiografia. Kuwa waliomzunguka si washirika ambao wanaweza wakamsaidia. Kina Israel na kadhalika. Israel bado yuko mbali, hana mpaka na Iran, lakini hawa waliomzunguka Iran, kisijui Azerbaijan, Turkmenistan, wengi ni washirika wa Marekani. Ambapo kuwa Marekani akiwapiga vikwazo hawawezi kufanya vile, na hawa sio giant kusema. Kama Iran angekuwa napakana na moja ya nchi kati ya China na nchi kama Urusi, basi asingetishika sana hata na vikwazo kutetereka. Sasa Cuba kisiwa kipo katikati, ukiangalia huko pembeni washirika wa Marekani, huko pembeni washirika wa Marekani, huko pembeni washirika wa Marekani. Kwa hiyo rahisi hata kusema kuwa tunavunja mzingiro, tupeleke kwa nguvu zile meli, Marekani atazishambulia. Kiongozi wa Vatican na kiongozi pia wa kanisa Katoliki la Roma ametoa wito wa mazungumzo na anaonyesha na wasiwasi kwa kinachoendelea. Unadhani wito huo unaweza ukawa na nguvu? Tuliwahi kujadili mimi nawe hapa, nikakwambia siku hizi sauti za viongozi kama hawa zimeminywa. Zimeminywa na kitu kinaitwa ukosefu wa maadili ya uongozi. Dunia imebadilika kwa kasi sana. Yani watu watawasikiliza sauti ndani ya miaka minne hii, yani mabadiliko ni makubwa sana. Hakuna heshima. Tulizoea sauti, nyaraka zilizokuwa zinatoka Vatican zilikuwa zina nguvu kweli kweli, zinatikisa. Ukisikia kiongozi anazungumza kuhusu kitu fulani na kinatiliwa maanani na kinakuwa kina nguvu. Lakini leo tofauti kabisa, ulimwengu umekuwa si tu kuwa hatusikilizi viongozi, mashirika ya kimataifa. Unajua UN ilifanywa kama kuwa ndio kimbilio. Leo hii hakuna kitu kinaheshimiwa kutoka hapo. Imekuwa ni amri moja. Rais kiongozi wa dunia Marekani Trump anasema kuwa sisukumwi kulazimishwa kufuata sheria za kimataifa. Sasa unakaa unafikiria kuwa yeye ndio rais kinara, anasema kuwa hasukumwi kulazimishwa kufuata sheria za kimataifa. Yeye kichwa chake kinatosha kujiongoza kuzidi kufuata sheria za kimataifa. Ndio maana anaanzisha bodi ya amani, ambayo kuwa ukiangalia madhumuni yaliyomo kwenye kitu kinaitwa bodi ya amani, mengi yanatoka kwenda kumeza na kufifisha kitu kinaitwa UN. Sasa tunakwenda wapi? Ndio maana matokeo kama haya kuwa yakishafikia hapa, sauti za viongozi wa kiimani au wa kidini hazisikiki tena, kwa sababu tumeshindwa kuheshimu hata njia ndogo ambazo tumejiwekea wenyewe. Tukiachana na sakata hili, tutazame sasa mgogoro Mashariki ya Kati kwa ufupi. Tunafahamu ambacho kimekuwa kiendelea kule Iran, kwa na mzozo wa ndani, wananchi dhidi ya serikali yao, lakini pia pressure kutoka nje, Marekani, Umoja wa Ulaya, lakini pia Israel. Wote wamekuwa wakiwekea mkono mzito Iran. Iran hivi karibuni imetangaza kwamba majeshi ya EU na wenyewe wameorodhesha kwenye kundi la magaidi. Wakati huo pia tunaambiwa kwamba kuna matumaini ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Kipi ni kipi? Tubaki hapo kwenye ugaidi. EU wiki iliyopita walitangaza kuwa IRGC ni shirika la kigaidi. IRGC ndio jeshi la Iran. Kwa kipi ambacho waliamua kuiprint IRGC kuwa shirika la kigaidi? Maandamano ya ndani, jinsi yalivyoshughulikiwa na ile hali ilivyokuwa. Lakini IRGC pamoja na Irani ilitoa ushahidi mwingi sana kwa hawa washirika wa magharibi, kuwaonyesha kuwa kile kilichokuwa kinaitwa maandamano ya amani ndani ya Irani yalikuwaje. Walichapisha video nyingi ambazo zimerekodiwa kwenye mitaa mbalimbali ya majiji mbalimbali ya Irani, kuonyesha kuwa kulikuwa kuna vurugu kubwa, kuonyesha kuwa kulikuwa kuna makabiliano ya silaha. Kwa hiyo IRGC walikabiliana na watu wenye silaha. EU wakaiteua IRGC kuwa kundi la kigaidi. Marekani alifanya hivyo 2019. Sasa unapoteua kuwa IRGC kuwa ni kundi la kigaidi, maana yake kuwa target yoyote dhidi yao ni halali unavyofanya hivyo. Lakini unasahau kitu kimoja, kuwa IRGC ndio walinzi pekee wa biashara zenu pale kwenye ule mfereji wa Hormuz. Pale mfereji wa Hormuz ambao unamilikiwa kati ya Irani na Omani, anayelinda ule mfereji kuhakikisha kila kitu kinapita salama ni Irani na IRGC yake. Sasa mafuta yanayotoka Iraki
ni 85% yanapita pale. Mafuta yanatoka Saudi Arabia 35% yanapita pale. Kutoka UAE zaidi ya 20% yanapita pale. LNG gas zaidi ya 20%. Yani theluthi moja ya business yote ya nishati duniani inapita pale chini ya ulinzi wa IRGC. Unawaita kuwa ni magaidi. Sijui umeelewa. Maana yake ukisema huyu ni gaidi, hautoshirikiana naye. Tuambia Iran amejichanganya kufanya uamuzi huu. No, sio Iran, EU walianza kujichanganya. Hawakupaswa kuteua IRGC kwa kama kundi la kigaidi kwa sababu IRGC. Na vipi uamuzi wa Iran kuwateua majeshi ya EU kama kundi ya kigaidi? Ni sawa sawa kwa sababu wewe umeshanipa hiyo label. Ni kama wanalipizana. Wewe umeshanipa label mimi hiyo kuwa mimi ni fulani. Yani kuwa mimi ni kundi la kigaidi kwa tathmini zako, yani unazoziona wewe, na mimi nakuita wewe gaidi kwa tathmini zangu. Kwa nini mimi nikikuita wewe gaidi kwa tathmini zangu wewe ukatae, alafu mimi nikubali kuwa tathmini zako ni halali kwangu? Kwa hiyo walipoanza kuharibu ni EU, nadhani wali panic au naweza kusema kuwa lakini ni kama Iran ameenda mbali zaidi, amejumuisha umoja wote wa Ulaya. Hata EU nchi 27 ndio zilimteua Iran hivyo. Yani wakati EU ametoa maazimio ni nchi 27 kuwa zote nchi 27 wanaitambua kuizungumzia serikali ya Tehran kama serikali. No, hata Iran walichofanya wameteua majeshi ya EU yote. Hawakuvuka na wao kwenda kule. Yani vile vile ulivyonipa, umenipa 10 na kupa 10. Wamefanya vile vile. Halafu jana kama umeangalia baada ya jana ujuzi wabunge wa Irani walivaa sare za IRGC wakiwa bungeni, wote wamevaa sare, yani kuonyesha kuwa wanaunga mkono jeshi lao. Ninapokuambia Goodluck kuwa unapoamua kuliteua jeshi la nchi fulani kuwa jeshi la kigaidi, maana yake kuwa tunakata kabisa uhusiano. Sasa hawa wote biashara zao ziko pale, nani anayelinda hizo biashara? Maana yake kuwa IRGC wanaweza kusema kuwa shambulizi lolote linaweza likatokea kwenye bahari alafu hawahusiki, wanasema sisi hatuhusiki. Hatuna mamlaka ya kuhusika na hilo kwa sababu sisi na nyinyi hatuna ushirikiano. Lakini wakati tuna ushirikiano, sisi tulikuwa tuna uhalali wa kulinda meli zenu zipite kwa usalama na kumalizika. Kwa upande mwingine, Trump anatuambia kwamba ana matumaini kufikia makubaliano na Iran. Makubaliano gani? Jana juzi waziri wa kigeni wa Irani Abbas Araghchi alizungumza kauli hiyo, lakini kauli hiyo imetolewa pia na ni mshauri mkuu wa usalama wa Irani Ali Larijani alivyokuwa Moscow. Anasema tuko kwenye mazungumzo na Marekani. Nadhani kuna hesabu inaweza ikaja ikakosewa mwishoni hapa. Kuna kitu kilikuwa kinatafutwa hapa, sina muda wa kufafanua sana, nitakuja nifafanue mara nyingine. Huenda hii kauli tu inaweza inatupa ishara kuwa kwa sababu wakati Trump anasema hivi muda mfupi uliopita kiongozi mkuu wa Iran alionya kwamba shambulio lolote ambalo Marekani ataifanya dhidi ya Iran inatasababisha vita kubwa ya kikanda. Ni kweli alisema hivyo kuwa shambulizi lolote litaakisi mvurugiko wa kikanda kamili. Wakati huo pia nyuma huko Marekani alikuwa anatishia kwamba ataishambulia, lakini sasa hivi tunaona kama anaanza kubadilika, anarudi nyuma, anasema bana, tunahitaji mazungumzo, tutafute suluhu ya kidiplomasia. Tathmini za kijeshi haziwapi nafasi nzuri. Tathmini za kijeshi ambazo zinazungumzwa hata na wachambuzi wengi ndani ya Marekani kuwa ikiwa kutazuka mzozo halafu ule mzozo ukawa serious japo kwa siku 3, hasara itakuwa kubwa sana kwa pande zote. Na kwa jinsi meli za Marekani zilivyosogea zaidi kwenye bahari na uwezo wa Irani wa makombora, basi kuna hatari kubwa jeshi la Marekani likapata hasara pia kubwa sana, hata kama itafikia kuangusha utawala. Kwa hiyo tathmini ni mbaya kuwa hawa wako serious kweli mara hii, na ukiangalia wanasema kuwa wamejiandaa kuzidi walivyokuwa wamejiandaa ile 12 days war, maana wanaamua kuwa sasa tutapigana. Nadhani kuna vitu haviko sawa, lakini sasa upande wa pili wa Israel hawataki mazungumzo. Wanataka, wanalazimisha. Yani mazungumzo yanahusu nini? Mazungumzo wanataka kubaliana kuhusu nini? Nyuklia ambayo Trump alijitoa, alafu anataka yale mazungumzo yarudi. Yani kuwa matatizo alianzisha anataka kuyatatua. Labda tuseme hivyo kwa sababu Obama alishafikia makubaliano na Iran wakapunguza urutubishaji na mambo yakawa mazuri. Trump alivyoingia 2018 akaitoa Marekani akarudisha vikwazo. Sasa anawataka wa Iran warudi tena kwenye meza wajadili yale ambayo yeye aliyavunja. Tena kwa lazima. Na wakati sasa Israel naye anaingia wapi? Maana Israel ni mshirika wa karibu wa Marekani, na ni wazi kabisa kwamba wakati kaka mkubwa anashughulika na adui yake, yeye naye anafuatilia kwa karibu. Unajua simba akiwa anawinda, fisi anakaa pembeni, unasubiri upitie, alafu ule mzoga na wewe unapita nao. Kwa hiyo unaweza unataka kujua Israel naye anafanya nini wakati huu. Israeli ndio mwenye haya. Unajua hakuna tishio kati ya Marekani na Irani kwa kawaida, kwa sababu Marekani na Irani wako mbalimbali sana, wala Irani hajawahi kuitisha Marekani. Kwa hiyo huu mgogoro ni wa bwana mdogo Israeli.
ambao unasimamiwa na kaka mkubwa. Yani huu ni mgogoro wenyewe. Sasa vitu viwili ambavyo vinavyomsumbua kuwa tunataka makombora ya masafa marefu yaondolewe kwa sababu yameonekana athari yake ni kubwa, na tunataka mpango wa nyuklia ufungwe. Hili ni wazo la bwana mdogo ambalo kaka analisimamia ili litimizwe. Kama mwacha bro kwanza nenda vile, alafu mtandike yule, ukishamaliza kumtandika akishalegea na mimi nakuja namalizia. Lakini bro mwenyewe naye anarudi nyuma sasa, sio bana, tuongee. Bro kaishaona matatizo kuwa matatizo yanaweza kuja makubwa zaidi, huyo unanichonganisha. Aiona bana, hichi kina kirefu hichi hapa kidogo ashughulike na Ukraine, ashughulike sio na huku anaambia Cuba. Anaambia mdogo wangu, kwani huyo hatuwezi tukazungumza naye tu akamaliza kati na huyo hivi huyo tabiri. Mbona mambo yatakuwa yamerundikana yako mengi sehemu moja, afu mambo yatakuwa magumu. Bwana mdogo hataki kusikia. Bwana, shukrani sana Ibrahim Rahmi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, tukizungumza naye hapa.